Yes, mada yetu ya leo ni kwamba ni namna gani tunaweza tukatokomeza mauaji au ukatili wa kijinsia katika jamii yetu. La kwanza, mimi naweza nikasema kuwa naaminia katika kutibu changamoto kupitia kujua mizizi au sababu kubwa za changamoto hizo ni nini. Yes, of course naaminia katika hilo. Sasa katika hili swala la ukatili wa kijinsia ama mauaji haya yanayotokea kila siku, ni namna gani sasa tunaweza tukajua mizizi ambayo inasababisha vitu hivi vinatokea katika jamii zetu? Hapa naweza nikasema wote tuwajibike, kuanzia mamlaka husika, kuanzia wananchi, lakini pia serikali. So hivi vyote vikiwajibika, kila mmoja akisimama kwa nafasi yake, tunaweza tukatibu hili tatizo la mauaji ya kikatili yanayotokea katika jamii. Sasa ningeanza na hizi mamlaka husika ziwajibike vipi sasa, ili tuweze kujua hizi mizizi mikuu ya hizi changamoto zinazotokea. Mamlaka husika ziwajibike kwa namna hii kwamba zifanyike chunguzi za kina kuhusiana na haya matukio yanayotokea, kwa sababu endapo zikifanyika chunguzi za kina, taarifa sahihi zitatolewa, na uandikaji wa majarada pia utakuwa ni uandikaji mzuri, kwa sababu majarada atakuwa na contain ina details au details za ndani kabisa kuhusu tukio fulani, kwa sababu siku hizi ukiangalia kuna wimbi kubwa la taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii. Ukiangalia mfano kifo cha Mr. James Temba kutoka kile chuo cha IFM, unakuta kuna zushi nyingi za uongo. Hivyo sisi kama wanachuo tunashindwa kuchukua tahadhari, ni kwa sababu hatujui chanzo kikuu ni kipi. Kwa sababu sometimes pia ukijua chanzo kikuu itakuwa ni rahisi hata wewe kama mwananchi kuchukua tahadhari juu ya hayo mambo fulani. So sisi kama wananchi tutawajibika kwa kuchukua tahadhari kutokana tayari tuko aware na zile mizizi au vyanzo vikuu vya matatizo hayo. Umeona? So zikipatikana taarifa sahihi, itakuwa ni rahisi kwetu sisi kureact, kujua ni namna gani tunafanya. Lakini pia taarifa sahihi zitasaidia nini? Taarifa sahihi zitasaidia pia mamlaka husika kutibu haya matatizo ya mauaji. Taarifa sahihi zitasaidia pia mamlaka husika kuweza kushughulikia masuala kama haya kwa muda sahihi, ili kuwaweka aware sasa wananchi kwamba tukio hili lilitokana na kitu fulani na namna gani tunaweza tukatokomeza matukio haya, zitumike njia fulani. You see? So hilo ni pendekezo langu la kwanza. Lakini pia na pendekezo jingine hapa, ambalo pendekezo jingine hili naungana na Mr. hapa kusema kwamba kuwe kuna usawa katika kushughulikia haya matukio. Of course yes, kuna watu wana nafasi sehemu fulani, lakini isiwe kigezo cha kuona kwamba tukio lako unaloripoti ndio liwe la kwanza kuliko tukio la mtu mwingine. So tuyape hadhi au tuyape thamani matukio yote yanayoripotiwa. Hii pia itasaidia na italeta urahisi pia wananchi kuweza kufika katika mamlaka husika na kutoa taarifa sahihi kuhusiana na changamoto hizi zinazotokea za mauaji ya kikatili katika jamii yetu. So hayo ni mapendekezo yangu machache. Kwa majina naitwa Michael Kushanga kutoka Chuo cha Takwimu Mashariki mwa Afrika. Mimi na pointi zangu chache, ili ni njia gani ambazo natakiwa kuchukuliwa ili kudhibiti matatizo yanayotokana na ukatili na mauaji kwa raia. Cha kwanza, serikali inatakiwa kuimarisha ulinzi shirikishi katika mitaa na jamii zetu. Ulinzi shirikishi umesahaulika sana katika jamii zetu. Kwa hiyo serikali inatakiwa iweze kumotivate, kurudisha ili kudhibiti matatizo kama haya, migogoro mbalimbali inayotokea katika jamii, ili kuweza kutoa na kuondokana na matatizo kama haya, ukatili na mengine ya mauaji. Kingine cha pili ni kushughulikia mizizi ya kisaikolojia. Na unapozungumzia
masuala ya kisaikolojia, it means katika jamii zetu kwa sasa hivi kuna matatizo mengi yanayotokana na kuvuru, yani watu wengi unakuta hayupo sawa kisaikolojia, ndio unakuta anajihusisha na mambo kama hayo ya mauaji. Kwa hiyo serikali inatakiwa imarishe mifumo ya nini, mifumo inayohusika na kutoa counseling au nasaha na ushauri wa afya ya akili ili kusaidia watu kuondokana na matatizo ya psychological disturbance. Nyingine ni malezi na maadili. Hii ni pointi inayozungumzia kuhusiana na vijana au watoto. Wazazi wanatakiwa waendelee kutoa malezi mazuri kwa watoto wao ili kuweza kusaidia kizazi bora ambacho kitakuwa kinasaidia katika kuchochea au kurudisha nguvu kwenye kurudisha nguvu na kusaidia katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Asante sana Michael. Michael bwana alikuwa ameweka unataka ongeze. Michael alikuwa ameandika nondo. Alikuwa anazitoa. Karibu sana. Okay. Mimi nitazungumzia endapo taarifa sahihi zikapatikana itasaidia nini kwa haya mashirika ambayo yanahusiana na kutoa ushauri kwa jamii. Cha kwanza, itasaidia haya mashirika kuweza kujua ni elimu ya aina gani itolewe kwa jamii. So ikijulikana kwamba chanzo cha mauaji fulani ni mahusiano, itawapa urahisi wao kujua yes, tunatakiwa tusambaze elimu kuhusiana na nini na mahusiano. Ikijulikana chanzo fulani ni imani potofu, itakuwa ni rahisi pia taasisi za ushauri kutoa elimu juu ya nini, ya imani potofu. So hizi taarifa au tukajua vyanzo vinavyosababisha matatizo haya, itapelekea sasa kujua hizi taasisi elimu gani tutoe kwa wanajamii, elimu gani tutoe kwa wanavyuo, elimu gani tutoe kwa raia wa kawaida wanaoishi katika nchi yetu. Nashukuru sana. Aha, shukrani sana. Shukrani sana. Tutakujazia. Kwa kweli ndugu yangu amezungumza hapo kwamba ni elimu gani ambayo tunaweza tukatoa katika jamii, ambapo sasa jamii inatakiwa sasa itukubali sisi kama wataalamu tuweze kuwapa elimu. Wewe ni mtaalamu wa nini? Ni mtaalamu wa social work kutokea chuo cha ustawi wa jamii. Okay. Umeona? Sasa sisi kama wataalamu tunapaswa tukubalike, jamii tukubali kwanza, waikubali hiyo elimu, kwa sababu asilimia, unajua mheshimiwa, jamii nyingi zinakataa, kuna baadhi ya tamaduni na desturi haziwaruhusu. Kwa hivyo jamii itukubali kwanza, then tutajua ni namna gani ya kulitatua hili tatizo. Lakini pia kwa kukazia hoja nyingine ya masuala ya dini ama viongozi wa dini, kuna mwanasaikolojia mmoja kutoka nchini Marekani, somebody anaitwa Abraham Maslow, alishawahi kusema kwamba viongozi wa dini wahubiri amani, upendo pamoja na mshikamano ili kuleta maendeleo endelevu katika jamii, na sio kuhubiri vurugu ama kuchochea vyovyote. Lakini sasa hivi tunaona asilimia kubwa ya viongozi wa dini wamejisahau. Badala ya kufanya kile ambacho wameitiwa na Mungu, wamegeuka wanaenda kufanya vitu vingine ambavyo sio asili yao. Kwa mfano, kujiingiza kwenye masuala ya siasa, kujiingiza kwenye masuala ya mitandao ya kijamii. Hiyo sio sifa ya kiongozi wa dini. Sifa ya kiongozi wa dini ni kuhubiri ama kuwaelekeza watu njia sahihi ya kufuata. Endapo wakisimama vizuri na kuwaelekeza jamii vizuri kwa undani, jamii itasimama na jamii itaelewa. Kingine, kuwa na hofu ya Mungu. Watanzania tukiwa na hofu ya Mungu kidogo itasaidia kupunguza. Mtu nakuta na hofu ya Mungu lakini bado anaamini vitu vingine. Tuna imani tofauti sana. Ila mtu ukiwa na hofu ya Mungu, unajua kabisa hichi ninachokifanya sio sahihi, na kwamba nitaadhibiwa kulingana na ninachokifanya.
kidogo itapunguza na hatimaye itaondoa kabisa endapo tutakuwa na hofu ya Mungu. Tushikamane na vyombo vya dini, tushirikiane sisi kama jamii, kwa sababu tunapozungumzia masuala ya sheria, dola, nchi haviwezi pekee kufanyeje kuondoa ukatili katika jamii. Huu ukatili unaondokaje? Kwa sisi jamii na kila mmoja kuleta mshikamano, umoja, ili tujiorganize kwa pamoja tuweze kufanyeje kuleta maendeleo chanya katika jamii. Nashukuru sana. Kingine nilikuwa nataka kuongezea ni kwamba kupambana na dawa za kulevya. Kwa maana gani? Dawa za kulevya serikali inatakiwa watumie wataalamu wote kuanzia katika ngazi ya jamii, katika ngazi ya mitaa, kwa kusaka magrupu yote yanayohusika na madawa ya kulevya nini, kwa sababu mtu akishaamua akiwa anatumia madawa ya kulevya inaweza kumuasi kisaikolojia na kusababisha kuingia kwenye mambo ya uhalifu. Kwa hiyo kupitia mamlaka ya kudhibiti madawa ya kulevya inaweza kufanya kazi kwa kufanya hizo doria za kila mara, kila baada ya muda, ili kuhakikisha kwamba watu hawatumii hivyo hayo madawa. Na kingine pia naweza nikaongezea kwamba serikali iweze kufanya kurasimisha matumizi ya silaha, kwa sababu unaweza kukuta mwingine anamiliki maybe bastola ambavyo tu serikali inajua huwa inatoa kibali cha kuwapa watu kumiliki silaha, labda kama wafanya biashara na watu wengine kadhalika. Kwa serikali inaweza ikapitia ikawassess kwanza, ikawaangalia, kwa sababu unaweza kukuta mwingine anapewa hiyo silaha, lakini ni mtu wa jazba, anaweza kaguswa tu kidogo akaamua kujichukulia maamuzi mwenyewe akaenda akafanya tukio lolote. Kwa hiyo kwangu hao ndio nilikuwa naongezea hayo tu. Asante sana. Mimi cha kuongezea hapo na wakumbusha wajibu viongozi wa dini. Mfano kupitia Jumuiya ya Maridhiano na Amani, kuna viongozi wengi wa dini mole ambao wako wamehusika katika kutatua migogoro mingi katika jamii. Lakini kwa sasa hivi viongozi wengi wa dini wamejiingiza katika siasa. Na katika maamuzi yao mengi wanaegemea upande mmoja. Hii inafanya kwamba katika jamii wanapoteza nguvu yao ile ya ushawishi katika jamii. Leo hii mtu ana jambo ambalo linamtatiza, lakini anashindwa kumfuata kiongozi wa dini kwa sababu anajua kwamba kiongozi wa dini wengi wameacha misingi yao ya imani na kuweza kupendelea. Sasa wanatakiwa warudi katika misingi ya imani ili kuweka jumuiya moja. Na kingine ninachopenda kuwashauri ni wananchi. Wananchi wanatakiwa waliamini mamlaka, wanatakiwa waamini jeshi la polisi. Leo hii jeshi la polisi linafanya uchunguzi wa mauaji au linatoa ripoti, lakini unakuta wananchi wanaendelea kutokuliamini na kuendelea kueneza taarifa ambazo sio nzuri. Hizi taarifa zinachochea huenda mauaji ya mtu mmoja, ambapo baadaye ikatoa taarifa isiyo rasmi ikaweza ikafanya wakauawa watu wengine kwa kulipiza kisasi. Hivyo wananchi tunaweza kupaswa kuamini jeshi la polisi na vyombo vyote vya ulinzi ambavyo vinafanya uchunguzi wa mauaji, na pia kuonyesha moyo wa kutoa ushirikiano wa taarifa ili kufanikisha upatikanaji wa watu ambao wamefanya uhalifu. Hii itasaidia katika kuangamiza au kupoteza mauaji katika jamii. Mimi kwenye kumalizia naweza ngamalizia kwa kukazia vitu viwili. Kitu cha kwanza, naomba jamii ishirikiane na walezi katika swala zima la malezi na utu kwa watoto wao. Kwa mfano, wazazi wengi sasa katika jamii wanaamini mtoto akifikisha miaka 18 au chini ya miaka 18 akiwa ni mtukutu au akimshindwa basi yeye ni amemaliza katika malezi. Lakini ukiangalia katika uhalisia, watoto ambao hata kama ni miaka 18 kiserikali imeweka kwamba ni mtoto anakuwa anajielewa, anajitambua, ila wanatakiwa wafuatilie mienendo na tabia ambazo watoto wanaziapply katika jamii. Mfano mzuri, unaweza ukakuta kwenye jamii mtoto yuko chini ya miaka 18 lakini anakuwa ni haendi shule. Mzazi anakuwa hafuatilia, anaona mwanae kashakuwa mkubwa na hivi, kama labda ukute ni wa kike au wa kiume nyumbani ni mjeuri, anamwacha tu. Kumbe unakuta afiki shuleni, anajiunga na vikundi vya uhalifu. Mwisho wa siku anaacha shule na kufanya vitendo vya uhalifu au kutumika na wale watu wakubwa ambao wanaamini nikitoka mimi nikafanya jambo la uhalifu nitaonekana, ila nitatumia mtoto au kijana niweze kumshawishi, nikamdanganya kwa kipato, au nikawakusanya kundi la watoto kama vile kipindi kile kulikuwa kuna panya
rodi, si kuna nini, vikundi vya watoto vinatengenezwa kwa ajili ya kufanya uhalifu. Kwa hivyo serikali pia inatakiwa iingilie kati na kutafuta mzizi wa tukio lililofanyika, yani kama mauaji yametokea, ipatikane chimbuko la muuaji. So yani unakuta serikali sawa inapitia process ya mpaka kutoa matokeo ya uhalifu uliotokea, lakini kwenye hiyo process unatakiwa angalie, je, wale wahalifu tuliowakamata shina wake au mzizi wake ni uko wapi? Maana unaweza ukakuta umekamata leo kundi hili, kesho likazuka kundi lingine. Unakuwa ni kila siku mlolongo wa makundi, chain inakuwa kubwa kutokana na nini? Na kutomjua mzizi au chanzo cha hayo yote yanayotokea. Sababu kuna wakubwa wanawatuma watoto. Mimi binafsi yangu serikali iendelee kufuatilia watu wakubwa ambao wanawatumia vijana kufanya uhalifu. Asante sana. Tumetamatisha hapo kwa leo tukiwa tumemaliza kabisa ngenga za wananchi zikiishia hapo kuhusiana na ishu ya mauaji, na haya maoni kwa asilimia kubwa yametolewa na wasomi. Sawa sawa, hao ni wasomi kabisa wako vyuo vikuu mbalimbali ambao ninao hapa, japo wengine wako katika taasisi za amani. Mimi ni Samson Charles, mpaka wakati mwingine wa ngenga za wananchi. Tutakuwa wapi huo wakati mwingine? Tutakuwa katika eneo ambalo utaliona wewe binafsi. Endelea kufuatilia East Africa Radio na East Africa TV. Ngenga za wananchi.